Mwanamke ni fitna, mwanamke ni kirusi, mwanamke ni virus. We ustadhi ambaye unafundisha darsa la kina mama, tambua kwamba una fitna kubwa. We baba ambaye una wanawake wawili, tambua kwamba una fitna kubwa. Junja TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ahmaduhu hamdan mamdudan mada wa uwahiduhu kama wahadahu al-awwah Muhammad ibn Abdillah laula nuruhu ma khuliqa abuhu Abdullah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yawmillah qiyaman aw mahtaliya manahij al-hidayah wa azahta an basarihi rishawat al-ghawaya mal musarridu anha bi'a'lama min al-riwaya wa marrihu an al-rayati aqwa min al-hawaiya فرب القائل جاهل ورب المنطوق صافيا فلعل السامع أدرى ولعل الواعظ أميا ميد أني ذو حرصي بما صعبا جلاء جليا ما من عبد اختبر في بحث القلوب جبال سرنديبا وأسند مناه إلى ربه يصبح موجب وذو موهب فالفوز لمن رزق اللب والإنقاذ لمن عاند التوبة ثم أما بعد بعد kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzitaka ziada za kheri zimwendee mtukufu wa daraja na si mwingine ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baba rasulillah, ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa nichukue fursa ya kuwahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani waja wa Allah tabaraka wa taala hata siku moja hawajapatapo kukaa katika jalsa kama hizi wakawa wanahusiana jambo lilokuwa bora kuliko hili la kumcha Allah tabaraka wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ay khashi'un. Ikiwa hivyo basi msife isipokuwa mufe katika njia ambayo ina unyenyekevu ndani yake. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala akiweka taufiki yake, leo tutazungumza nukta muhimu sana, tutazungumza jambo muhimu sana, jambo ambalo linakwenda kukigusa kiumbe ambacho ni muhimu sana katika ulimwengu wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika makadirio ya kumuumba mwanadamu kuna mifumo kadhaa aliiweka kwa ajili ya kumtambua mwanadamu ana utukufu gani, ana izza gani katika maisha ya kijamii. Hivyo basi alipomwandaa mwanadamu alitumia slogan ambayo inaonyesha mwanadamu ni kiumbe kitukufu sana, walaqad karramna bani adam. Lakini katika aya zote ambazo zinaonyesha utukufu wa mwanadamu, kama utakwenda mbele kidogo, utakuta mwanadamu ni kiumbe ambacho kina madhaifu sana. Hii inakwenda kutuonesha mwanadamu hata awe kiumbe gani lazima atakuwa na mapungufu. Tukimchukua bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye ametolewa mfano mkubwa sana katika Qur'an kwamba yeye ana tabia zilizokuwa nzuri, kwamba yeye ni kadha, kwamba yeye ni kadha kadha kadha. Lakini pamoja na hayo yote
alikuwa ana mapungufu, ndugu zangu katika imani. Sasa kwa hii mada nitakayoizungumza, nimetanguliza haya maneno kama hii ni hindi, wasije watu wakaelewa vibaya kwamba huyu bwana leo amekuja kuporomosha matusi katika maeneo yetu, kwamba huyu bwana leo amekuja kuwatusi wakina mama, hiyo hali kwamba Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndo aliyesema hivyo vitu ambavyo nitakavyozungumza. Almar'atu fitnatun mashiyatu, mwanamke yoyote ulimwenguni ni fitna ambayo inatembea. Huu msamiati ndo mada yetu ya leo. Mwanamke ni fitna, mwanamke ni kirusi, mwanamke ni virus ambaye anatembea katika mchanga. Ndugu zangu katika imani, mafundisho ya Uislamu yanatuonesha mapungufu ya mwanamke katika dunia kupitia matukio kadhaa ambayo yamefanyika. Mimi na wewe tuwe tayari kuyasikiliza matukio hayo, tugundue mapungufu ya mwanamke, ili mradi ukitoka hapa ukaishi naye vizuri mke wako, ukaishi naye vizuri mtoto wako wa kike, ukaishi naye vizuri dada yako, ukaishi naye vizuri binti yako. Almar'atu fitnatun mashiyatu, mwanamke ni fitna ambayo inatembea. Kama tulivyotanguliza, hili jambo si tusi, ndugu zangu katika imani, si kwamba tunatukana, isipokuwa ikiwa ni tusi, tumwangalie Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliposema an Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alisikika siku moja akisema, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru ala rijali minan nisa. Kumbe Mtume mwenyewe ndo wa kwanza kumuita mwanamke fitna. Asema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sijapatapo kuacha baada ya kufa kwangu fitna ambayo ni madhara zaidi kwa wanaume kuliko hiki kiumbe kinachoitwa mwanamke. Mtume anasema katika ulimwengu alipokufa, fitna kubwa aliyoiacha kwa wanaume ni wanawake. Ndugu zangu katika imani, we ustadhi ambaye unafundisha darsa la kina mama, tambua kwamba una fitna kubwa. We baba ambaye una wanawake wawili, tambua kwamba una fitna kubwa. We baba ambaye una watoto wa kike, tambua kwamba una fitna kubwa, ndugu yangu katika imani. Ile ya kwanza wamepokea Sheikhani, tuiangalie na hii. Bwana Mtume anasema kitu gani? An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, Bwana Mtume anasema ala halakatir rijalu hina ata'u nisaa. Hii kaipokea Muslim, asema zinduka, wameangamia wanaume pale walipowatii wanawake. La ta'ata limakhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna taa yoyote kwa kiumbe katika kumuasi Allah tabaraka wa taala, kutokana na mapenzi ya kuwapenda wakina mama. Wakina mama waliwashawishi baadhi ya wanaume zao wakaingia katika maasi,
na wanaume wakayakubali maasi yale wakayafanya, Mtume ndo akasema ala halakatir rijal, wanaume wameangamia hina ata'u nisaa, pale walipowatii wakina mama. Katika hutuba yetu ya leo tunatembea na msamiati unaosema almar'atu fitnatun mashiyatu, mwanamke ni kirusi, mwanamke ni virusi, mwanamke ni fitna ambayo inatembea, ndugu zangu katika imani. Al-Sheikh Uwais ibn Salim al-Nu'mari, mudiru madarasati al-Ihya Bikirwa, siku moja alikuwa kuna maneno anayasema katika moja ya mahfali. Alikuwa anasema maji, haya maji yote ni safi, maji ya bahari ni safi, maji ya ardhi ni safi, maji ya mvua ni safi, maji ni safi. Sio hayo tuna yale maji safi, maji asili yake yote ni masafi, ila akaweka istithna, akasema isipokuwa maji yataharibika kutokana na udongo wa ardhi, isipokuwa maji yataharibika kutokana na eneo la udongo wa ardhi. Maji yale yapo eneo ambalo muuza mkaa anauza mkaa, mvua ikawa inanyesha ikatengeneza mfereji wa maji, maji yale yakapita katika lile eneo la mkaa, maji yale yatachukua rangi ya nini? Ya mkaa, yatakuwa meusi. Lakini katika udongo ambao una rangi nyekundu, ardhi ina udongo wa rangi nyekundu, maji yale yatakuwa mekundu. Akakompea na watoto wote, ndugu zangu katika imani, ni wazuri, watoto wote ni safi, isipokuwa mtoto anaharibika kutokana na mama gani ambaye amemlea. Umenielewa Umeuelewa mfano? Shekhe kaenda mbali sana, kachukua mfano wa maji alafu akauleta kwa watoto. Kwa hiyo mtoto wako ili ayapate malezi yaliyokuwa bora, mtafute mama aliyokuwa bora. Ndo Mtume akasema, moja ya amri zake alisema, jumla talabia, alisema takhayyaru linutafikum fa inna al-irqa dassasu, enyi mabwana, teueni sehemu za kumwagia mbegu zenu. Hiki kishipa kinagonga mbali sana. Mtume maneno yake baadhi ya nyakati alikuwa akiyasema mpaka huo umeshiba ndio unaweza ukayaelewa. Anasema usikamate baamedi ukaishi nalo alafu ukategemea atakuja kukulelea mtoto wako awe na tabia zilizokuwa nzuri. Teua sehemu ya kuweka spam, teua sehemu ya kumwagia mbegu zako. Kijana, ukioa ipange muoe mwanamke ambaye ana mazingira mazuri, ili mradi aje kukulelea watoto wako wawe na tabia zilizokuwa nzuri. Maji yote ni masafi, yanaharibika kutokana na udongo wa ardhi, kadhalika na watoto wote wa ardhini wote ni wazuri, wana tabia nzuri. Mama gani kawalea watoto hao? Al-Imam Shafi asema al-ummu madrasatu, mama ni chuo. In a'dadta sha'ban tayyib al-a'raq, ukimwandaa vizuri unakuwa umeandaa taifa lenye asili iliyokuwa nzuri. Ndugu yangu katika imani, mwanamke ni fitna inayotembea. Mwanamke anahitajia maandalizi, mwanamke anahitajia usimamizi. Mwanamke ni kiumbe ambacho kina mapungufu, kinahitaji sana kukaguliwa. Ndugu zangu katika imani, ikiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kiumbe ambacho kiliandaliwa kwa lengo la kuja kufikisha, lakini baadhi ya nyakati
akaonekana na yeye akiteleza, sikwambiwa kina mama, mpaka ilifika hatua akutwa na majanga bwana Mtume, imani yake kidogo inataka inakuwaje hapa, anaambiwa wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Tukikueleza Mtume tukio la Adam, tukikueleza tukio la Yusuf, tukikueleza tukio sijui la nabii gani, kila tunachokueleza katika habari za mitume lengo kukuthibitisha tu kifua chako kwamba hata wenzako walikutana na majanga, ishara kwamba hawa mitume walikuwa na wao baadhi ya nyakati wanatikisika kidogo kiimani. Hata mfano huu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turudi kwa nabii Allah Ibrahim. Alimuuliza Allah tabaraka wa taala, au tuseme alimuomba, anamwambia rabbi arini kaifa tuhyi mauta, ewe Mola nionyeshe vipi wahuisha watu waliokuwa wafu. Mwenyezi Mungu likamtoka pale pale, awalam tu'min, hata wewe Ibrahim pamoja na utume wako hujaamini baba? Asema bala liyatma'inna qalbi, ili moyo wangu upate kufanyaje? Kutulia. Huyo ndo mtume. Sikwambii mama ambaye hana lolote, sifa yake ni mapungufu, alafu unamwacha tu. Akikwambia tu nenda kwa mjomba, kuna kitchen mada, nenda. Nenda kwa mwenzangu, nenda. Huna uangalizi ndugu yangu katika imani, mwanamke huyo atakuja kukuingiza motoni usipokuwa makini. Yani mtume ambaye kakabidhiwa utume, imani yake kidogo inateteleka, ataka kuthibitisha kidogo, kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuada. Mwanamke wako wewe haijashuka hata aya moja ya kuonesha kwamba kuna kitu kinamthibiti, alafu unamwacha tukizembe. Ndugu zangu katika imani, wanawake hawa inatakiwa tuwaangalie sana, ili mradi wanawake hawa wapate malezi yaliyokuwa bora. Mwanamke ni chuo, ukimwandaa vizuri unaandaa taifa lenye asili iliyokuwa nzuri. Ndugu zangu katika imani, tuchukue matukio mawili ambayo yanaonesha mwanamke ni kiumbe ambacho kina udhaifu. Nabii Allahi Adam alikuwa si wa kuishi ardhini, alikuwa katika mabustani ya pepo, lakini shaitani alivyotaka amshawishi katika masala yale ya kula tunda, hakwenda direct kwa nani? Kwa Adam. Alipitia kwa mama, alipitia kwa mwanamke, na mwanamke kweli wakamconvince na shaitani, mambo akawa mazuri. Nabii Allah Yusuf, tukio ambalo linajulikana, alisaidiwa na yule mfalme, akawekwa katika kasri, katika jumba la kifalme. Mwanamama yule akamtamani Yusuf kwa uzuri wake. Shekhe anamwambia leo lazima unizini. Yusuf anasema haliwezekani jambo hilo, mtu kanifanyia wema nimlipe ubaya, haiwezekani. Yule mwanamama alichokifanya, kwa kuwa wanawake inna kaidakunna adhim, akawa anamvuta, anasukumana naye Yusuf, akaloki ile milango yote ya nyumba. Zile habari zikafika kwa bwana yule, ikaonekana sasa waulizwe. Asema ikiwa kanzu yake imechanika nyuma, basi mwanamke huyu ndo mbaya. Kanzu ikiwa imechanika mbele, Yusuf ndo mbaya. Ikathibiti kwamba Yusuf yuko safi. Fuatilia tu katika hiyo kisa. Lakini Qur'ani inasema Yusuf alikaribia kufeli, laula araa burhana rabbi. Kibinadamu alikuwa anacheza mistake pale, laula araa burhana rabbi, laiti kama asingeona burhani ya Mola wake, kwa sababu mitume yote ina burhani ile tu. Lakini mimi na wewe ambaye hatuna burhani tungekula mzigo. Mimi na wewe ambao hatuna burhani kwa ile tukio tungefanyaje?
ikiwa Yusuf laula araa burhana rabbi, jamani kazi ya laula tunajua katika lugha, kwa kuwa alikuwa mtume na mtume ni maasum, ndio hii burhan ambayo aliyoamini mtume nini kadha nifanye kitu hiki kweli. Hapo tunakuonesha kwamba almar'atu fitnatun mashia, mwanamke ni fitna. Yusuf na yule tajiri anamwacha mume wake ambaye ana kila kitu, ana pesa, ana ufalme, anakwenda kumtamani mtoto mdogo. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun idha qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa Allah antum muqinuna bil ijabati wal qabul. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzitaka zile za kheri zimwendee mtukufu wa daraja, na si mwingine ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almu'minuna alkiram, usikum maratan thaniya bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Qad faza almuttaquna haythu qala inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zangu, khutba ya pili tunaelezana mapungufu ya wanawake, lakini wakati huo ambao tunaelezana mapungufu ya wanawake, tutambue na sisi wanaume tuna mapungufu yetu pia vile vile. Ndio maana tukaonesha kwanza mapungufu ya mitume, ili mradi ukirudi nyumbani usilete mfumo dume kiasi ambacho ukaenda kuiharibu ndoa yako. Ndugu yangu katika imani, ndugu zangu, mwanadamu anagawika sehemu mbili. Mwanadamu tutamzingatia kwa mfumo wa ibara, mwanadamu tutamzingatia kwa mfumo wa qudwa. Ukisema mwanadamu ibara, mazingatio tunayachukua mara nyingi katika maisha yake, aliishi vizuri au aliishi vibaya, lakini mara nyingi maisha mabaya ndio huwa tunachukua ibara. Qudwa ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale maisha aliyoyaishi yanatufundisha kitu gani ndugu zangu katika imani? Alafu tunaivuta dunia, tunaivuta na akhira. Dunia tunaiweka katika ibara, mwanadamu huyo, alafu akhira tunaiweka katika qudwa, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunavuta vitu vingine viwili, tunamchukua mwanamke tunamweka katika dunia, alafu tunamchukua fukara tunamweka katika qudwa. Hujanipata, lakini nitakufafanulia. Tunakichukua kitu kingine, tunamchukua Firaun tunamweka katika ibara, alafu tunamchukua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunamweka tena katika qudwa. Vitu vinne hivi vya upande huu na vitu vinne hivi vya upande huu ndio mfumo wa maisha ya mwanadamu, lakini asili yake ni vitu viwili tu. Katika ulimwengu, kupitia kisa cha Firaun ambayo Qur'ani imemweleza Firaun, alikuwa anajifanya Mungu, alikuwa amefika hatua kutokana na ufalme wake, amefanya matukio kadhaa ya kujigamba, mpaka Mwenyezi Mungu anamtuma Nabii Allah Musa, idhhab ila firauna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha faarahu al-ayata al-kubra. Huyu wote
anaonesha miujiza mikubwa. Arahu al-ayat al-kubra fakadhaba wa asa thumma adbara yasa fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Inafika hatua Firauni anasema mimi ni Mungu wenu mkubwa. Faqala ana rabbukumul a'la. Inna fi dhalika la ibra. Hapa ndo sehemu ya ushahidi. Kumbe haya maisha ya Firauni yote, inna fi dhalika la ibaratan liman yakhsha, kuna mazingatio katika haya maisha mabaya mpaka yule Firauni akaangamizwa, alafu mwili wake ukanifadhiwa kwa lengo tu wale watakaokuja baadaye waone kwamba huyu bwana alifanya haya na haya na haya katika makosa, akahifadhiwa. Mfumo wa maisha ya Firauni, kama mwanamke haukumweka vizuri, na yeye atapita mule mule alimopita Firauni. Itakuwa katika maisha yako wewe na mke wako, inna fi dhalika la ibaratan liman yakhsha. Tutachukua mazingatio kwamba mwanamke yule wa shekhe, lakini mbona vijana wanamchezea chezea sana? Inna fi dhalika la ibaratan liman yakhsha. Lakini tukirudi upande wa pili, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika mafundisho tushaambiwa huyu Bwana Mtume ni kiigizo, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa hiyo mtu akitaka awe na role model wake katika maisha ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asichague sasa, mimi nampenda msanii fulani, mikato yake naielewa, akaanza kuiga. Kwa sababu sasa hivi katika ulimwengu, ukitaka uuze biashara yoyote, labda biashara ya nguo, labda biashara yoyote, basi wewe barozi, mchague msanii awe barozi wako katika hiko kitu, kitaenda. Tuko pamoja? Hiko kitu kitatembea sana, promo mbalimbali zitafanyika. Sasa tumemwacha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumeikumbatia dunia. Hutuba zilizopita nilisema mwanadamu ana maadui aina tatu katika ulimwengu. Adui wa kwanza ni nafsi, adui wa pili ni dunia. Ndugu zangu katika imani, tuko pamoja? Adui ana maadui aina ngapi? Ana maadui aina mbili. Adui wa kwanza ni nafsi, adui wa pili ni sheitani, na adui wa tatu ni dunia. Hivi vitu ukiweza kuvidhibiti vizuri, ndugu yangu katika imani, utacheza vizuri katika ulimwengu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupokea vizuri, ndugu yangu katika imani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن أربعة خلفاء الكرام الإسلام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا سدته، ولا ديونا إلا قضيته. عباد الله، جونجا تيفي، إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في قناة جونجا تيفي. جونجا